Ni safari ambayo hakuna binadamu anayeikwepa, safari ya mwisho wa dunia. Katika ukimya wa huzuni uliochanganyika na kumbukumbu nyingi, mamia ya wakazi wa manispaa ya Bukoba wanakusanyika kuaga mwili wa marehemu Bi Jonia John Sahoro, mkazi wa kata Kibeta, manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, aliyefariki juzi. Sauti za vilio vya pole, maombi ya faraja na nyuso zilizobeba historia ya pamoja vimeifanya siku hii kuwa nzito zaidi kwa wote waliomfahamu. Hapa si mkusanyiko wa kawaida, ni mkusanyiko wa heshima, upendo na shukurani kwa maisha aliyoishi. Mwili wake umehifadhiwa kwa heshima kubwa katika nyumba yake ya milele, huku ndugu, jamaa na marafiki wakipeana pole na kujaribu kuziponya nyoyo zao kwa maneno ya faraja. Kila aliyefika ana hadithi yake juu yake, wengine wakimkumbuka kwa upole wake, wengine kwa msaada wake, na wengine kwa tabasamu lake ambalo sasa limebaki kuwa kumbukumbu. Katika ibada ya mazishi iliyoongozwa na kiongozi wa dini, ujumbe mzito ulitolewa kwa wafiwa na waombolezaji. Uwe na kiburi, ujipandishe sana, jikweze, lakini siku moja tutalala kama Jonia. Lakini jambo la kujiuliza mimi na wewe, ikifika wakati wa kulala, tunalalaje wapendwa? Jonia Mungu amempa neema. Mimi niwaambie jambo hilo. Amempa neema ya kupata baraka ya kupokea watumishi waliofika hapa kuzungumza naye, kumshirikisha meza ya Bwana, kumtia moyo, hata kama alikuwa anasema ni mpulirani nshasha. Alituambia maneno hayo, mwakora chonkani nshasha. Afadhali yeye amepata wakati wa kukaa na watu wa Mungu, wa kutengeneza maisha yake. Yaani, kwa hiyo ndiyo maana tunasema tukiishi twaishi kwa Bwana, lakini tukifa twafa kwa Bwana. Tunakufa kwa Bwana kwa sababu tumeandaa maisha na mazingira hayo. Sasa wewe unaweza kujipima hapo. Je, ukifa leo, mimi nikifa leo, nitakufa kwa Bwana? Je, maisha yangu ninayoyaishi, ninaishi kwa Bwana? Au tunaishi tu kwa sababu Mungu ametupa uhai, tupo, tunaishi kama tunavyotaka, tunaishi kama tumejiumba? Aidha, ofisi ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mhandisi Johnston Mtasingwa, imeungana na familia katika kipindi hiki kigumu kwa kuwakilishwa na katibu wake Ahmad Simba. Uwepo wao haukuwa wa kawaida, bali ni ishara ya mshikamano na kujali. Katika salamu za lambilambi, Ahmad Simba alieleza kuwa ofisi ya mbunge imekuwa pamoja na familia ya marehemu tangu alipokuwa akipitia changamoto ya afya, hatua ya matibabu, hadi pale Mwenyezi Mungu alipomuita. Ni maneno yaliyoonyesha si tu uongozi, bali pia ubinadamu. Na sasa safari imefika mwisho, mwili unarejeshwa ardhini, lakini kumbukumbu zinaendelea kuishi mioyoni mwa watu. Tukio hili linatukumbusha jambo moja muhimu: maisha ni mafupi kuliko tunavyodhani. Leo upo, kesha hujui. Tujifunze kupendana, kusaidiana na kuthamini kila muda tulionao na wale tunawapenda. Usisubiri kesho kusema neno jema au kufanya tendo jema, maana huenda kesho isiwe yako. Pumzika kwa amani, jina lako linaendelea kuishi kwenye mioyo mingi. Mimi ni Arnold Kailembo. Usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment.